Natoka Benki ya Ushirika Tanzania Dodoma, nikiwa nasimamia kitengo cha kilimo na ushirika. Mwaka jana Aprili, Mheshimiwa Rais alikuja kuzindua benki yetu ya ushirika pale Dodoma makao makuu, ikiwa na lengo la kuwafikia wakulima hasa vijijini kwa kuwapa huduma za kifedha kwa masharti ambayo ni rafiki na nafuu. Hilo lilikuwa lengo kubwa la Mheshimiwa Rais. Tumefanya hivyo kuanzia mwaka jana, benki inaendelea kukua. Benki ya ushirika mwaka jana mpaka mwaka huu, mwaka mmoja, imekuwa kwa asilimia zaidi ya 200, kitu ambacho sio kirahisi sana. Tunashukuru kwa support tunayoipata kutoka wizarani. Serikali inatupa support kubwa sana kama taasisi kuweza kufikia hayo malengo ambayo nimeyataja. Katika sekta ya fisheries, benki ya ushirika kwa huu muda wa mwaka mmoja imeweza kujikita katika kusupport wakulima wa zao la samaki, especially Mwanza na Ukerewe. Mpaka sasa benki na portfolio ya bilioni 3.7, ikiwa tumesapoti wakulima kwa ajili ya kutengeneza vizimba, lakini tukiwa tunamaliza mwezi huu tunategemea portfolio itakuwa mpaka bilioni 9. Lakini benki ya ushirika hatuishia hapo. Katika value chain ya samaki tuna finance kuanzia input providers, kwa maana wazalishaji wa vyakula, vifaranga, watengenezaji wa cages. Tunaenda katika hatua ya pili, tunawa finance wakulima wenyewe ambao na aidha ni wavuvi au wanafanya aquaculture, lakini vile vile wale wanaongeza thamani katika samaki, lakini vile vile watu ambao wanahusika katika storage facilities, zikiwa zile cold rooms etc., wasafirishaji na wafanyabiashara ambao wanahusika na buy and sell, wanaonunua na kuuza samaki, aidha wako katika vikundi, wako katika vyama vya ushirika, lakini vile vile mkulima mmoja mmoja. Inaitwa benki ya ushirika kwa sababu asilimia kubwa ya shareholders ni wanaushirika, lakini hatuna maana kwamba tunatoa support kwa wanaushirika peke yake. Tunatoa support kwa wafanyabiashara, kwa wafanyakazi, kwa mkulima mmoja mmoja na wadau wengine wote ambao wanahusika katika mnyororo wa thamani ya kilimo.